Katika sehemu ya kwanza ya sura ya 18 ya kitabu cha Ufunuo, tuliona aya ya kwanza hadi ya 3 na wala hatujafikia mwisho wake bado. Hebu tusome tena shairi hilo ndipo tupate kumbukumbu kidogo kabla ya kuendelea. Ufunuo sura yake ni ya 18 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Nayo inasema: baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Mwisho wa kunukuu. Yohana aliona malaika aliyeshuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu na utukufu mwingi ulioiangaza dunia yote. Tuliona kuwa huu utakuwa ni ujumbe wa onyo la mwisho litakalowaandaa wakaaji wa dunia kwa mavuno makubwa yatokanayo na kuzikubali jumbe za malaika wale watatu wa Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 hadi 12. Na ujumbe huu unatakiwa utangazwe kwa sauti kuu bila woga na kuusikizisha dunia nzima. Yaani inabidi ujumbe wa malaika watatu uenee duniani pote. Malaika wa kwanza, malaika wa pili, malaika watatu, tena kuisema unasema ujumbe huo kwa sauti kubwa. Lakini tuliona pia kuwa kwa kuwa mavuno ya kwanza na ya mwisho vilihitaji mvua ya vuli na mvua ya masika, mitume walipata burudiko la kwanza la Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste kama umwagwaji wa mvua ya vuli ambayo imeendelea kufanya kazi yake kila wakati mtu anapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, na mavuno haya yakawa mengi na Mungu akalizidisha kanisa lake kila siku. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza, wa 4, wa 41, wa 42, wa 46 na 47. Nayo inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Nao waliolipokea lile neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Ina maana ya kwamba ikiwa leo kanisa halizidishwe, ikiwa kanisa linafikia hatua ambapo mtu anabatizwa leo na kwa sababu ya tabia ya wale waliombatiza tena anarudi nyuma, ni kwa sababu wale watu hawajapata hili burudiko la Roho Mtakatifu, yaani uvuvio huu wa Roho Mtakatifu ambao ndio mvua hawajanyeshewa nayo. Sauti ya malaika huyu mwenye uwezo na utukufu mwingi alitoa onyo kwa sauti kubwa, na ilikuwa ni juu ya kuanguka Babeli. Na Babeli hii ni kanisa la Kirumi na jiji lake la Vatikano. Kanisa hili lilikuwa bikira tangu Kristo alipoondoka duniani na kwenda mbinguni hadi pale lilipoungana na serikali wakati Konstantino alipounganisha dini, alipofanya dini ya Kikristo kuwa dini ya serikali na kuleta desturi zote za kipagani katika imani ya Kikristo. Hapo ndipo alipowanywesha mataifa yote mvinyo wa uasherati wake, kwa kuwa aliwafundisha kuamini uongo na desturi za kishetani kuliko kuliamini neno la Mungu ambalo ndilo pekee lililo la kweli. Na watu wakaamini mapokeo ya wanadamu, wakaacha amri za Mungu. Hapo ndipo watu wakaikubali desturi za kibinadamu na zile za kikafiri zikaingia kanisani. Na tangu wakati huo watu walianza kuyaamini mapokeo au maneno ambayo mtu anasema tu bila hata kuyachunguza na kujua kama huyu anasema hiki kina sheria au kinaambatana na haki au hapana. Cha kushangaza zaidi, wakaamini hata imani ya mizimu. Wakaiacha Biblia ambao ni chemchemi pekee ya ukweli ulioandikwa inayomfunua Yesu Kristo aliye kweli ulio hai.
Yesu Kristo ndiye ukweli ulio hai. Hata Biblia inapotuonyesha ya kwamba hayo ni kweli, inatuongoza tu mpaka kwa Kristo ambaye ndiye kweli, ambaye ni ukweli ulio hai, ukweli ambao ulifanyika mwili ili ukae na sisi tupate kuuishi. Na hii ndiyo sababu watu wengi wanakasirika na kushikwa na wazimu ikiwa utasema ukweli unaotoka katika Biblia, kwa sababu ukweli huu unakata bila huruma. Lakini tusisahau kwamba kazi ya neno la Mungu ni upanga na zaidi, na tena lina ukali zaidi ya upanga. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hayo ndiyo yanayoandikwa ndani ya Biblia. Ndiyo maana ikiwa tutazungumza ndani ya Biblia, tunasoma neno lile likikukatakata au linakuua, basi pole, ni kwa sababu ndiyo kazi yake. Hosea sura ya 6 mstari wa 5 na wa 6 inasema, kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu, na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Unaona, maneno ya kinywa changu na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Hukumu ya Mungu inapotokea kama mwanga, pale pale ukumbuke huyu malaika ambaye anakuja na mwangaza wake unamulika dunia nzima. Yaani huyu anakuja na hukumu juu ya nani? Juu ya kahaba mkuu. Na sasa na wewe, ikiwa kuna maneno ambayo yanasemwa hapa katika ukumbi huu, sasa inakukwaza au inakukatakata, unasikia unasononeka, pole, kunywa maji tu na utatulia, nikisha ufikirie zaidi. Kwa sababu usipofikiria utajikuta na wewe mwenyewe unapotea, ijapokuwa maneno haya yalikuja kwa ajili yako. Ukali na uchungu wa dawa haujasema ya kwamba ukimbie dawa, kwa sababu kukimbia dawa ni kuendelea kuendekeza magonjwa. Kwa hiyo ukisikia neno la Mungu kutoka kinywa cha mtumishi wake linakukatakata au linakuua kabisa, unatakiwa kumshukuru Mungu kuliko kukasirika, kwa kuwa ameuua utu wako wa kale ili akupatie utu upya. Sasa kuna kuwa neno lingine ambalo sasa tulikuwa hatujalifikia, ndilo lile sasa ambalo tunalifikia sasa, ambalo linawahusu wafanyabiashara, na tunalipata katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa 3. Nayo inasema, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Inaonekana kuwa kiburi cha huyu kahaba mkuu, yaani kiburi cha kanisa la Kirumi, kinawapatia mali wafanyabiashara. Katika kuzungumzia wafanyabiashara hawa kuna sehemu mbili. Kuna wale wa kiroho na wale wa kimwili pia. Hebu tuanze na wafanyabiashara wa kiroho. Wafanyabiashara wa kiroho tutawatambua kwa njia ifuatayo. Biashara ya kiroho ni aina ya maarifa, hekima au elimu inayopeanwa kati ya mtu na mwingine. Kamata kitabu cha Misali sura ya 3 mstari wa 13 na wa 14, nayo inasema, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yaani, wakati ambapo unapata hekima, unapata maarifa, unapata ufahamu, unakuwa umefanya biashara nzuri. Lakini ujue ya kwamba hekima hiyo, ufahamu, maarifa havitokani na wewe, bali vinatokana na mtu mwingine, kwa sababu ni kule kwa kuwasikiliza wengine wanaokuwa na maarifa na hekima na elimu, ndipo nawe utapata maarifa, hekima na elimu, kwa sababu tunaenda hata shuleni kutafuta maarifa yanayokuwa ndani ya vichwa vya wengine. Biashara ya kiroho pia ni neno la Injili linaloweza kuzima kiu na njaa ya kiroho. Hii hununuliwa bure, hununuliwa bila fedha, hununuliwa bila pesa. Ndiyo maana wale wote ambao wanakuwa wakifanya kazi hii, ikiwa watatoza pesa, hii itakuwa ni shida. Lakini ikiwa yule ambaye atakayewapatia anawatolea, si kwamba walitoza, hii ni zawadi. Isaya 55 mstari wa 1 hadi 3 nayo inasema, haya,
Kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha njoni nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Unaona ya kwamba Mungu anasema ikiwa wewe unataka kupata kitu kwake, wewe umfuate tu na utege masikio tu anapokuambia, usikilize maneno yake. Hapo utakuwa umejishibisha, utashibisha nafsi yako kwa unono na hutatoa pesa. Ninaamini ya kwamba wewe unayenisikiliza hujatoa pesa kwangu, bali unanisikiliza tu, na hii ni kwa sababu ni neno la Mungu ambalo linatoka ndani ya kinywa cha mtumishi wake. Hata kama yeye ni wa udongo, lakini neno lake ni hazina, tena yenye thamani kubwa, tena unaipata na inakumalizia kiu. Sasa kila mmoja wetu anatakiwa kuwa na tabia ambayo itaweza kumuelewesha kama yeye alivyo, kwa sababu tabia yake ilivyo ni kwamba ni mchuuzi. Baada ya kuona ufalme wa mbinguni kama lulu, anatakiwa kuacha hizo tabia mbaya kama mali kwa ajili ya uzima wa milele, ili anunue lulu. Na hiyo lulu atainunua kwa mchuuzi, naye ataichukua hiyo lulu naye anaichuuzia wengine. Yaani naye anakuwa mchuuzi na kuipatia wengine. Wale wengine nao vile vile, mkikumbuka historia fupi ambayo inakuwa ndani ya kitabu cha Mwanzo, wakati ambapo yeye Yusufu alipouzwa na ndugu zake, wakamuuza kwa Waishmaeli. Waishmaeli naye wakaenda nao wakamuuza Misri. Unaona, biashara hiyo inatoka mikononi mwa ndugu za Yusufu, inaenda mikononi mwa Waishmaeli, inatoka mikononi mwa Waishmaeli, inaenda mikononi mwa Potifari huko Misri. Ndivyo natakiwa neno la Mungu liende. Neno la Mungu linastahili kuuzwa, litoke katika mkono huu na kwenda katika mkono ule, lakini linauzwa bila fedha na bila chochote. Mathayo 13 mstari wa 45 hadi 46 inasema, tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri. Naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote akainunua. Unaona? Yaani mfanyabiashara alipoona lulu nzuri yenye thamani kubwa, akauza alivyo navyo vyote kwa ajili ya hiyo lulu. Kwa nuru ya hizi aya tunazozisoma hapo juu, ina maana kwamba kanisa Katholiki kama kahaba mkuu na mabinti zake, yaani madhehebu ya Kiprotestanti yaliyoasi, ni mchuuzi wa kuwauzia watu matendo maovu, falsafa yaani filosofi na desturi za kipagani, kuliko kuwatolea neno la kweli ambalo ndiyo lulu yenye thamani, tena kwa bure bila kulipa. Lakini anawafundisha uongo, tena wanaulipia gharama. Utakuta wananunua msamaha kwa kupewa vyeti vya indulgence, wananunua utajiri kwa kukubali kuupoteza uzima wa milele kwa kiasi sheria ya Mungu. Na hii tunaiona wazi. Mtu anapewa kazi kwenye kanisa hilo, na kwa sababu ya hiyo kazi anashindwa kuufuata ukweli. Kuna wengi ambao wamekwisha kuujua ukweli na wanausikia kabisa na wanauelewa, lakini anajiuliza, nikitoka katika ile kanisa nitakula nini? Nikitoka katika huu uongo ambao ninauzoea nitaishi vipi? Nani atanipatia mshahara huu ninaoupata leo? Hata kale kamsaada wa Merimeri ambako kanakuwa kananiambia huu ukweli, je, nikikaendea kanaweza hata kunipatia kibaba cha unga? Hayo ndiyo maswali ambao binadamu wanajiuliza. Nikwambie, siwezi kukupatia hata senti moja Kazi yangu mimi ni kunena, na unaenda kumuuliza Yesu, mimi niliyekufuata nitafaidika nini? Huyo ndiye atakayekujibu, kwa sababu huyo ndiye unayemwamini na ndiye unayemfuata, na huyo ndiye utakayebatizwa kwa jina lake, lakini si mimi. Mimi mwenyewe ni chombo chenyewe cha udongo, nina haja ya wokovu kama vile wewe. Kwa jinsi watu walivyo
kubaliana na uongo wa kanisa hili na kuutangaza toka mtu mmoja hadi mwingine, toka kizazi hata kizazi. Hivyo ndivyo uchuuzi wa huyu kahaba ulivyofanyika kiroho. Nadhani umenielewa vizuri. Twende sasa kwa wafanyabiashara wa kimwili. Baada ya kuona ya kwamba biashara ya kiroho ni kule kukamata uongo na kuupeana kama vile watu ambao wanauziana, sasa tunaenda kwa wafanyabiashara wa kimwili, kwa sababu hao nao walifaidika na huyu mnyama na huyu kahaba. Kanisa hili huiga na kuunda sikukuu nyingi za kujitukuza nafsi ili kunufaisha wafanyabiashara, kama vile wakati wa harusi, misiba, kuzaliwa, kumaliza masomo, kubatiza, kupandishwa cheo na kadhalika. Watu wanaigaiga masikukuu. Hakuna popote ndani ya Biblia utakapomuona mtu amefanya karamu kwa kuwa alibatizwa, lakini hiyo imeundwa na imekuwa desturi. Utashangaa hata mtoto au baba au mama au kijana anakataa kubatizwa, eti mimi sijapata chakula, sijapata vazi la kuweza kuvaa siku hiyo. Wanasahau ya kwamba Yesu mwenyewe alibatizwa na akapitia majaribuni, hakufanya karamu. Yule towashi aliyebatizwa na Filipo alikuwa anatoka Yerusalemu kuabudu, anaenda kwao Ethiopia, akakuta maji njiani, Filipo akambatiza na akaendelea bila hata kubadili mavazi. Sasa wewe una vazi lako ambalo unaweza kubadilisha na lile ulilo nalo. Nyuma unaanza kutia tena vigezo na kusema sitabatizwa kwa sababu sijakuwa na chakula, sijakuwa na nguo. Hebu tafuta angalau basi shairi moja ndani ya Biblia inayokuunga mkono kwa kile unachokifanya. Utakuta watu wanaigaiga sikukuu nyingi. Akina mama nao wanasema hivi, nimezaa sitaingia kanisani mpaka pale utakapopata nguo mpya. Na hii inatokana tu kwa kuiga tu, na wanasema ni hivyo, niliona wengine wanafanya hivyo na mimi ni mpaka nifanye hivyo. Kuigaiga kunafanya kwamba watu waige vibaya na wanavithamini, lakini vile vizuri wanavidharau na kuviacha kabisa. Sikiliza, angalia mfano wa karamu hii. Angalia mfano wa hii karamu. Esta sura ya 1 mstari wa 3 na mstari wa 7 hadi 9. Nayo inasema, mwaka wa 3 wa kumiliki kwake, huyu ni mfalme Ahasuero, ikawa aliwafanyia karamu maakida wake wote na wajumbe wake, wakuu wa Uajemi na Umedi, watu wenye cheo na maakida wa majimbo, wakihudhuria mbele zake. Wakawanywesha kileo katika vyombo vya dhahabu, na vile vyombo vilikuwa mbalimbali, na divai tele ya namna ya kifalme sawasawa na ukarimu wa mfalme. Kunywa kulikuwa kama ilivyoamriwa bila sharti, maana ndivyo mfalme alivyowaagiza watumishi wa nyumbani, kila mtu afanye apendavyo. Tena Vashti malkia naye akawafanyia karamu wanawake ndani ya nyumba ya kifalme ya mfalme Ahasuero. Unaona? Yaani mfalme anafanya karamu, kuwafanyia tu karamu tu. Karamu isiyokuwa hata na malengo, ni kwa sababu tu ni alisikia inaomba afanye karamu. Kisha anawaambia kila mtu anywe hadi kwenye atawezea, na anywe atakachokipenda mwenyewe, ale atakachopenda na hadi kwenye atawezea. Hiyo ni shida. Ndio maana unaona leo karamu zinakuwa nyingi zinazotungwa na kanisa Katoliki. Saint Valentin ni karamu ya mapenzi ambayo imewekwa rasmi na inafanya kwamba wasichana na wavulana walalane kama mbwa, wanaume na wanawake kutoka na wake za wenzao na waume za wenzao, watu kuzini na inaruhusiwa, watu kufanya hata gharama ya kununua mavazi, nimesikia eti ni nyekundu na nyeusi. Tena si kwamba waliambiwa na Biblia wala na kitabu fulani kwamba hiyo ndio rangi wachukue. Kuna mwanadamu tu walitunga, kwa sababu wamekwisha kuzoea ya kwamba inabidi kushika sheria ya binadamu kuliko sheria za Mungu, wanafuata. Wanawatengenezea hata siku ya kudanganyana.
wanawatengenezea karamu ya Pentekoste, wanawatengenezea karamu ya Pasaka, wanawatengenezea karamu nyingi ambazo mimi sizijue hata. Na kuna sheria moja ya kanisa la Kirumi ambayo iko katika kitabu cha katikisimu ya Eklezia Katoliki ambayo inasema usisahau kushika takatifu siku ya Mungu na sikukuu na siku za sikukuu. Yaani ni sheria imewekwa ndani ya kanisa, gisi unashika dimanche na njo gisi ushike na zile sikukuu zingine zilizowekwa na kanisa. Na hii inawapatia wafanyabiashara utajiri mwingi, kwa sababu siku za mafete zile, jaribu uone siku ya fete fete ya bonane, yaani ya mwanzo wa mwaka, siku ya karamu ya Christmas ambayo haina hata chimbuko lolote na maandiko ya kuzaliwa kwa Yesu, ijapokuwa wa watu mwenyewe haijui hata kama inastahili kushikwa. Siku ya Pasaka ambayo iliisha msalabani lakini wanaendelea kuingangania. Siku ya Pentekoste ambayo iliisha kwa kumwagwa kwa Roho Mtakatifu, ijapokuwa wanaendelea kuingangania. Siku zingine nyingi zote ambazo ule mwanamke kahaba ameweka, utakuta ya kwamba siku hizo bidhaa zinapanda bei, biashara inapanda bei, wafanyabiashara wanapandisha bei, kwa sababu wanajua ni wakati wao wa kutajirika. Wamepata mali kwa kiburi cha huyu kahaba. Angalia pia katika biashara ya kimwili panapatikana faida ya kupitiliza ambayo inawagandamiza wateja, kama vile ninavyomaliza kuzungumza. Angalia Ezekieli sura ya 22 mstari wa 27, inasema wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wakirarua mawindo, ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu, wapate faida kwa njia isiyo halali. Unaona, ndipo mtunga methali naye anaongezea 28 mstari wa 8, Misali 28 mstari wa 8 akisema, yeye azidishaye mali yake kwa riba na faida humkusanyia mtu awahurumiaye maskini. Siku hizi za sikukuu wafanyabiashara hawana huruma, wanawapandishia watu bei, hawajali umaskini wako. Ukitaka upate, ukitaka uwache, ukitaka ukose, ukitaka upate. Sasa kuna jambo lingine katika biashara ya kimwili, kuna mauzo mengi siku takatifu ya ibada, siku ambayo ilikuwa ni ya Mungu ya kupumzika. Ndiyo siku ambayo wafanyabiashara wanafaidika sana. Watu wanafaidika mno inapokuwa siku ya Sabato. Hata wengine miongoni mwa wasabato wanakwazika wanapoona Sabato imefika, na ndipo wateja walikuwa wanaanza kumiminika. Wamoja wanaamua hata kufuata kiburi cha kahaba huyu mkuu na kumwasi Mungu, wanauza siku ya Sabato. Lakini na wengine wanaelewa maneno ya Mungu hata bila manunguniko, wanafunga biashara yao saa 11 na nusu au saa 11, wanaanza kuondoka polepole na kurejea makwao, wakiangalia jua namna linavyoanza kushuka, kusudi wale wengine ambao ndio watu wa huyo mnyama wafaidike yale yanayokuja, lakini yeye yale ambao Mungu alimtayarishia ndiyo ya kwake. Lakini Nehemia aliona ya kwamba kanisa la Mungu, wale wanaoshika Sabato, nao wataingia katika shida hii, wataingia katika jaribio hili la kuendelea kutaka kutajirika siku hii ya Sabato, yaani wakipata faida katika kiburi cha huyu kahaba mkuu. Nehemia sura ya 13 mstari wa 15 na wa 16 inasema, siku hizo naliona katika Yuda watu wengine waliokanyaga masinikizo ya mvinyo siku ya Sabato, na wengine waliochukua miganda na kupakia punda zao tena mvinyo na zabibu na tini na namna za mzigo walioyaleta Yerusalemu siku ya Sabato. Nami nikashuhudia juu yao siku ile waliouza vyakula. Tena wakakaa humo watu wa Tiro walioleta samaki na biashara ya kila namna, wakawauzia wana wa Yuda siku ya Sabato na mumo humo Yerusalemu.
Utaona ya kwamba kuna wazazi wengi wanaojidai ya kwamba wanashika Sabato na wanawanunulia watoto wao biskuti siku ya Sabato, wakati ambapo watoto wametoka hata nyumbani wamekula. Lakini ili mtoto imekwisha kuwa kama zoezi, kama sheria, mtoto inabidi apate biskuti yake siku ya Sabato, tena anailia mumo hekaluni mbele ya watoto wengine ambao wanakuwa wakimwangalia wakimeza mate, huku wamoja wakimlaani hata moyoni mwao, kwa sababu anawapatia uroho ambao hawakuwa hata na muradi wa kuwa nao. Na cha kushangaza ni kwamba wazazi wao wanajiita washika Sabato, huku wakinunua bidhaa siku ya Sabato. Na kingine kilichonishangaza zaidi ni kwamba usishangae kumuona mwanamke ambaye anatoka kanisani saa 8, saa 9, anapitia gengeni, anaenda kununua vitunguu, tomate, yaani nyanya, ili hata wengine wananunua samaki, nyama, wanaenda kupika siku hiyo ya Sabato. Kama vile Nehemia alivyoona akanungunika, acha na mimi ninungunike kwa nafasi yake. Kama vile hapo kale kanisa la Kirumi lilivyoifanya siku ya Mungu ya pumziko kuwa siku ya posho, vile vile linaendelea kwa ujanja kuzishawishi serikali kwamba siku hiyo ya pumziko, siku ya Mungu yenye heshima, yenye kumtukuza, iwe ni ya kutumikisha wafanyakazi nusu mchana, yaani demi journée, kusudi wafanyabiashara wapate wateja watakaokuja kujiburudisha kwa vyakula na vileo baada ya kutoka kazini mbele ya wakati. Ni siku ambayo wafanyabiashara wanaingiza pesa nyingi zaidi kuliko siku nyingine. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, naamini ya kwamba unaniunga mkono. Na pia ndiyo siku shetani anayoingiza katika vichwa vya wafalme wa nchi, yaani maraisi wa nchi, kwamba wawafanye watu kutumika kazi za usafi wa jiji asubuhi, ili kuendelea kuwapa kiburi cha kuidharau siku ile takatifu na kuwafanya wapate wateja wengi baada ya kazi hiyo yao ambao watakuwa wameifanya. Unaona ya kwamba kuna njia nyingi ambayo huyu kahaba anazitumia ili ziweze kudharau Mungu na kuwapatia wafanyabiashara faida nyingi. Na hii inatokana na kile ambacho tunakipata hapa, na ninakusihi tu uende ufanye uchunguzi. Hebu tuone sasa maana ya aya ya 4 hadi ya 8. Kutokea aya ya 4 hadi ya 8, nayo inasema, Ufunuo 14:8 mstari wa 4 hadi 8 inasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha mchanganyishieni maradufu. Kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa, mpeni maumivu ya huzuni kadiri hiyo hiyo. Kwa kuwa husema moyoni mwake, nimeketi malkia, wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, naye atateketezwa kabisa kwa moto. Kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Aha. Dhambi za kanisa la Kirumi zimefika hata mbinguni, hadi Mungu amemkumbuka, anakumbuka kumtolea adhabu. Kinachomfanya Mungu kuwaita watu wake watoke Babeli ni sababu Mungu ameona kuwa hatapona tena. Angalia Yeremia 50 mstari wa 8 inasema, kimbieni kutoka kati ya Babeli, mkatoke katika nchi ya Wakaldayo, mkawe kama mabeberu mbele ya makundi. Yeremia pia 51 mstari wa 9 inasema, tungependa kuponya Babeli lakini hakuponyeka, mwacheni nasi twendeni zetu, kila mtu hata nchi yake mwenyewe, maana hukumu yake inafika hata mbinguni, nayo imeinuliwa kufikiria mawinguni. Tutakumbuka kuwa katika Babeli ya kimwili ilikuwa vivyo hivyo. Watu walipanga kufanya dhambi na wakaitenda, ili mlazimu Mungu sasa kushuka ili ahakikishe dhambi ya Babeli, ndipo atoe hukumu hapo,
na hapo dhambi za Babeli ya kwanza zilikuwa zimefika mbinguni. Angalia Mwanzo 11 mstari wa 5 hadi 9, inasema Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno walilokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina la mahali pale ilikaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Nadhani umeelewa jambo hilo. Katika mtazamo wa kiroho au kinabii, lugha ya Babeli mkuu au kanisa la Kirumi na mabinti zake au madhehebu ya uongo pamoja na wafalme wa dunia, yaani maraisi, itakuwa ni moja. Watakuwa wote na lugha moja. Watajiunga katika umoja kwa ajili ya kupingana na sheria ya Mungu, na huu ndio itakuwa kujenga mnara kwao. Ndipo mapigo 7 yataanguka duniani ili kuichanganya ile lugha yao ya kuasi sheria ya Mungu, na dhambi yao itakuwa imekwisha kufika mbinguni kama vile inavyokuwa leo. Ufunuo 13 mstari wa 14 hadi 17 inatuonyesha wazi ya kwamba ni lazima watafanya huo umoja. Ufunuo 13 mstari wa 14 hadi 17 inasema, naye wakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, kisha akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume na katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Tunaona ya kwamba hili ndilo linalotabiriwa litakalotendwa na mnyama wa pili, ambaye ni Marekani na Uprotestanti ulioanguka, watakapofanya mpango wa kuungana pamoja ili wamtengenezee sanamu huyo mnyama wa kwanza, ambaye ni utawala wa upapa. Na sanamu ya kitu ni kitu kinachokifanana. Ni kwamba kama vile utawala wa upapa unavyotawala dunia nzima ukiwa na kauli ya uongozi na amri na ya kuamuru, vile vile umoja wa madini, umoja wa madhehebu ndio utakaokuwa na kauli itakayoongoza dunia nzima, huku ikisimamiwa na utawala wa upapa na kanisa Katoliki la Kirumi likiwa kama mama yao. Unaona? Vile vile hukumu ya Babeli hufananishwa na ile ya Sodoma. Kwa kuwa kama vile dhambi za Babeli zilivyofika mbinguni, ndivyo na zile za Sodoma zilivyofika mbinguni. Kadhalika Lutu alivyoagizwa kutoka Sodoma ili asishiriki hukumu yake, vivyo hivyo sisi sote tunaokuwa Babeli sasa tunaalikwa kutoka huko, tusije tukashiriki mapigo yake wala kupokea hasira ya Mungu pamoja naye, kwa sababu yeye hatapona tena. Usifikiri atapona. Kuna wale ambao angali wanafikiri ya kwamba kanisa Katoliki la Kirumi litapona. Haliwezekani lipone. Hata haiwezekani upapa utoke. Papa anaweza kutubu na anatoka, lakini upapa utakuwa pale pale. Mkristo wa kanisa la Kikatoliki anaweza kutubu na kutoka, lakini kanisa la Katoliki litabaki lile lile. Kuliko kusema litubu, litaona hasira na linamtafuta msaada wa merimeri ili limkate kichwa chake. Lakini bahati yao mbaya ni kwamba anayekuwa na siku ya kuzaliwa kwa msaada ni Mungu, na anayekuwa na siku ya kufa kwake ni Mungu. Inabidi wazungumze na Mungu na kumpa rushwa ili awaruhusu wapate kile kichwa. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 19 inasema, na Babeli, huo utukufu wa falme, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo, utakuwa kama Sodoma na Gomora hapo Mungu alipoiangamiza. Mungu aliangamizaje? Mwanzo 18 mstari wa 20 na 21. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanavyotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua.
19 Mwanzo mstari wa 12 hadi 17 inaendelea kusema hivi: basi wale watu wakamwambia Lutu, wale hasa ni watu wanaotoka mbinguni wanaenda kuiharibu Sodoma, je, unaye mtu hapa zaidi, mkwe, wanao na binti zako, au wowote ulio nao katika mji wao, uwatoe katika mahali hapa, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hata alfajiri ndipo malaika alipomhimiza Lutu, malaika walipomhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Akakawia, nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa wale binti wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea. Ndugu yangu, si anayetoka Sodoma ni Lutu na mkewe na binti wawili, lakini malaika anapozungumzia swala la wokovu hatumikishe uwingi, hatumie neno la uwingi kusema jiponyeni nafsi zenu, msitazame nyuma wala msisimame katika bonde, bali anasema jiponye nafsi yako. Elewa ya kwamba katika masuala ya wokovu, hata mume hamchunguze mke, wala mke hachunguze bwana, wala watoto hawajali wazazi, wala wazazi hawajali watoto. Katika swala la wokovu ni swala la kupona wala kuishi wala kufa. Kwa hiyo unatakiwa kufanya maamuzi peke yako, wewe na Mungu wako binafsi. Bila kufanya hivyo utashangaa, kwa sababu yule ambaye pengine unataka yeye ndiye akupatie cha kufanya, kumbe yeye hana mpango wa wokovu. Lutu aliambiwa ujiponye mlimani, usije ukapotea, na alienda bila kutazama nyuma. Mwanamke alitazama nyuma akageuka nguzo ya chumvi, lakini Lutu hakugeuka nyuma, akaendelea. Kama vile Nebukadreza alivyotubu na kumuinua Mungu wa mbinguni, lakini Babeli ikaendelea na uchafu wake, ndivyo Papa wa Roma naye anaweza kutubu na kujiokoa mwenyewe, lakini upapa utaendelea kuwa mnyama hadi Yesu ajapo. Na Mungu amepanga kumlipa Babeli sawasawa na jinsi alivyotenda, hata na kuzidi. Zaburi ya 137 mstari wa 8 inasema, binti Babeli uliye karibu na kuangamia, heri atakayekupatiliza ulivyo tupatiliza sisi. Nikana kwamba kuna mtu mmoja aliyeteswa na Babeli ambaye amesema kwa kinywa cha mtunga Zaburi, we binti Babeli uko karibu ya kuangamia. Acha tu watukataze kununua na kuuza, wanakuwa karibu ya kuangamia. Zaburi ya 28 mstari wa 4 inasema, uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadiri ya ubaya wa kufanya kwao, uwape sawasawa na kazi ya mkono wao, na kazi ya mikono yao uwalipe stahili zao. Unaona? Ndio maana Yeremia 50 mstari wa 29 inasema, waiteni wapiga mishale juu ya Babeli, naam wote wa upindao upinde, pangeni hema kumzunguka pande zote, ili asiokoke hata mtu mmoja wao. Mlipeni kwa kadiri ya kazi yake, mutendeni sawasawa na yote yaliyoyatenda, kwa sababu amefanya kiburi juu ya Bwana, juu yake aliye mtakatifu wa Israeli. Unaona ya kwamba huyu Bwana Mungu wetu ni mtakatifu wa Israeli, hapendi mzaa. Usimuonyeshe meno, anajua kama alikupatia 32. Sasa usimuonyeshe nayo, kwa sababu akikasirika huyo, hakuna anayeweza kukuokoa kwa mkono wake. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 2 inasema,
kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile kile mkipimacho ndicho mtakachopimiwa. Na ndiyo maana Mungu atamlipa Babeli sawa sawa na vile alivyowatendea watakatifu wake. Angalia Ufunuo sura ya 16 mstari wa 6, tukikumbuka lile pigo la tatu na la pili. Unakumbuka hizo pigo mbili, pigo la pili na la tatu. Pigo la pili lilikuwa linahusika na kutengeneza maji yote kuwa damu, na hasa la tatu ni maji ya kunywa yote kuwa damu. Sasa ukumbuke kile ambacho malaika wa maji alichokisema. Ufunuo 16 mstari wa 6 inasema, kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii, nawe umewapa damu wainywe, nao wamestahili. Unaona, yaani malaika huyu wa maji aliona ya kwamba hawa watu ambao walimwanga damu ya manabii na ya watumishi wa Mungu kwa sababu walikataa kufuata maslahi yao, sasa hivi walimwanga hiyo maji, hiyo damu inabidi ndiyo igeuke kuwa maji yao ya kunywa. Na malaika akamwambia Mungu, hukumu zako ni za haki. Nafikiri ya kwamba umeelewa sehemu hiyo. Twende sasa katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa 9 hadi wa 19. Mstari wa 9 hadi wa 19. Nayo inasema yafuatayo: na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea, wauonapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole ole mji ule ulio mkuu, Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Na wafalme na wafanyabiashara wa nchi walia na kuomboleza, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena, bidhaa ya dhahabu na fedha na kito chenye samani na lulu na kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mti wa uudi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti wa thamani nyingi na cha shaba na cha chuma na cha marimari na mdalasini na iliki na uvumba na maramu na ubani na mvinyo na mafuta na ya mzeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Unaona, yaani wafanyabiashara walikuwa wanafanya hata biashara ya miili na mioyo na roho za wanadamu. Hiyo sasa inakuonyesha wazi ya kwamba wakati walipokuwa wanawaambia uongo na ule uongo wanauamini, mtoto wanazaliwa wanamwambia wewe tayari umeshabatizwa na hii ndilo kanisa lako, na ukikana imani ya hili kanisa unapata laana ya milele, ukikana imani ya hii kanisa pale unakuwa umefanya dhambi isiyosamehewa. Mtoto analazimika kukubali kwamba hilo ndilo kanisa, na roho yake pale inanunuliwa, inafanywa biashara, roho yake pale inauzwa. Elewa ya kwamba walifanya biashara ya roho za wanadamu, biashara ya miili ya wanadamu, na pia biashara ya vile vyombo vyote ambavyo nimevitaja, kwa sababu vilikuwa vinatengeneza hata sanamu ambazo walikuwa wakiziabudu. Vilikuwa vinatengeneza hata zile shanga walizokuwa wanaweka katika shingo zao, wanaomba ndani na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Hii vyote kwa sababu vilikuwa vinawatajirisha wafanyabiashara. Ndio maana walikwazika walipoona ya kwamba huyu aliyewapatia marshe ndiye aliyewapatia soko, sasa ameangamizwa. Tuendelee na usomi. Mstari wa 14 hadi 19. Na matunda yaliyotamaniwa na roho yako yamekuondokea, na vitu vyote vilivyo laini na vitu vya fahari vimekupotea, wala watu hawataviona tena kamwe. Na wafanyabiashara ya vitu hivyo waliopata mali kwake watasimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakilia na kuomboleza, wakisema, ole ole mji ule mkuu, uliovikwa kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na nguo nyekundu na kupambwa kwa dhahabu na kito cha samani na lulu.
Kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingi namna hii umekuwa ukiwa, na kila nahodha na kila aendaye mahali popote kwa matanga na mabaharia, nao wote watendao kazi baharini wakasimama mbali, wakalia sana walipouona moshi wa kuungua kwake, wakisema, ni mji upi ulio mfano wa mji huu mkubwa? Wakatupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wakalia wakitokwa na machozi na kuomboleza, wakisema, ole ole mji ule ulio mkuu, ambao ndani yake wote wenye merikebu baharini walipata mali kwa utajiri wake, kwa kuwa katika saa moja umekuwa ukiwa. Kuna kitu ambacho sijakuambia. Unaona ya kwamba wafanyabiashara wananenwa, lakini wenye merikebu nao wamezungumziwa. Viongozi walioongoza merikebu ni viongozi wa makanisa, ambao kila mmoja kwa kutafuta pesa akatunga kanisa lake. Leo hii nadhani wewe ni shahidi wa watu ambao wakikorogana tu kidogo katika kanisa, kuliko kufanya matengenezo, mmoja anachukua meza, mwingine anachukua mimbari, mwingine anachukua vyombo vya muziki, mwingine anagawa hata waimbaji, na wengine wamoja wanasema tunaenda na mchungaji huyu, mwingine anasema tunaenda na huyu. Kila mtu anakuwa na merikebu yake ambaye yeye anakuwa na hodha wake. Hawa ndio waliofanya kazi baharini, yaani watu ambao walifanya kazi duniani mahali penye watu wengi, huku wakiongoza merikebu, wakiwa manahodha, wakiongoza makanisa. Na hapo ndio wakawa viongozi, kwa sababu viongozi wengi wa madhehebu watapigwa na mapigo 7, kwa sababu madhehebu mengi yameota, si kwa sababu yamevumbua ukweli, bali kwa sababu kiongozi wake alikosa aishi namna gani. Hana njia nyingine ya kuweza kuishi. Hajui kuchapa kama Msaada wa Merimeri, hajui kufanya biashara kama fulani, hajui kufanya chochote. Sasa anajiuliza, unajua, na kuna wachungaji wengi ambao wanapoondolewa kazini kwa sababu walishindwa kufanya kile ambacho bosi zao ambao walikuwa ni viongozi wao waliwataka wawafanyie. Sasa wao wanaona hawatapata jinsi ya kumudu maisha, wanasema basi afadhali niende kinyume na Mungu, lakini nisipoteze hii kazi. Yaani huduma ya kichungaji kwake yeye ni kazi, na inapokuwa ni kazi atajitahidi kuchunga kazi yake na mshahara wake kuliko kufanya mapenzi ya Mungu. Na ndiyo maana hawa wote watakuwa ni nahodha, hawa wote ni wakapitene wa naviri, ni manahodha wa merikebu, ambao nao wataomboleza kwa sababu watakuwa wote wameshikamana na huu utawala wa mnyama. Nikwambie, wakati ambapo Jumapili itasimamishwa, wakati ambapo Jumapili itasimamishwa kuwa siku ya ibada ulimwenguni, wachungaji wote watakuwa wanapokea mshahara wao kutokea kwenye benki. Ndiyo maana mnaona mipango ya kufanya kwamba kila mtu awe na pesa kwenye simu, awe na pesa kwenye kadi, kuliko kutembea nazo mfukoni, unaendelea mbele na utafaulu. Na si kwamba hiyo ni dhambi, lakini kupitia njia hiyo ndipo utawala wa kipapa utawashika wachungaji wote. Na wachungaji ambao waliingia kazini kwa ajili ya kutafuta riziki, hao wote watakubaliana na kuvunja sheria ya Mungu ili wasije wakapoteza mhogo wao. Watakubali kuasi sheria ya Mungu wasije wakapoteza kiazi chao, na wataendelea kushikilia nafasi yao ya kuitwa mchungaji. Lakini ikiwa wakitaka wasikuite mchungaji anayemjua ni Mungu aliyemweka kwa kazi hiyo. Lakini wewe fanya njia yako yote, usikubali uasi sheria ya Mungu kwa sababu ya kipande cha mkate, tafadhali. Lakini wachungaji wengi, ninakumbuka hata kuna sheria moja ambayo imetokea mwaka wa 2006, ninakumbuka, sikumbuke kama ulikuwa ni mwezi gani, nilipokuwa nikicheki mambo, nikifanya uchunguzi kwenye mitandao, nikagundua mahali ambapo watu walipoanza kufanya huu umoja, wakati ambapo Uprotestanti umekubaliana kuungana na Ukatoliki ili kufanya umoja wa madhehebu, waliweka kitu kimoja ambacho walikubaliana kwacho, ni kwamba
wachungaji nao waache sasa kuvaa tai, waache kuvaa cravate, waanze kuvaa ile col romain ambao wao wakaiita col pastoral. Pia wakaambiwa wanaweza kuvaa kanzu, na ndiyo maana yule anayeongoza SSA katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu huko ndiko nilipoiona kwa macho yangu, ndiyo maana ninapenda kuzungumzia kile nilichokiona kwa macho yangu nisije nikasema uongo. Kiongozi wa SSA, yaani wa madhehebu zote za Kikristo kwenye nchi ya Kongo, anavaa kanzu sawa sawa na padri bila shaka. Lakini kila ambacho walishindwa kuelewana kwacho ni kwamba wachungaji watakaokubali kubariki ndoa za mashoga na mabasha, wasagaji, wale ambao watakaokubali kubariki ndoa za mashoga na masagaji, wale watakubaliwa na wataanza kulipwa pesa zao kutokea benki. Hawatakuwa wanasubiri tule tusadaka twa bure bure twa kutoka kwa Wakristo. Na hii ndio itawachukua wachungaji wengi, kwa sababu wengi wao tayari wamekwisha kukubali. Na ndio maana utakuta katika makanisa mengi yanayojiita ya Kiprotestanti wanabarikia ndoa ya jinsia moja, na kama vile inavyokubaliwa ndani ya kanisa Katoliki vile vile, kwa sababu ni sheria ya kanisa. Ndio maana inabidi ufanye angalisho. Wewe ambaye unaishi kwa kutegemea mshahara, wewe ambaye unaishi kwa kutegemea mapato ndipo ufanye kazi, elewa ya kwamba uko mtegoni tayari. Kwa sababu kiongozi wa dini anaweza kukufanya wewe kuwa kibaraka wake, kuliko kukuambia ufanye kazi ya Mungu, anataka ufanye kazi yake. Na kuna wachungaji wengi ambao wamekwisha kujifanya kama ni mabwana juu ya wachungaji wenzao. Anakuambia fanya hiki, hata kama hakiandikwe, wewe ukifanye. Mimi hiyo ukiniambia umenoa. Ninakuomba uelewe ya kwamba kama wewe ni mchungaji, kiongozi wako anapokuambia ufanye chochote, inabidi ukitathmini, ukichunguze kama kinaambatana na ukweli. Kisipoambatana na ukweli, afadhali uachishwe kazi, kwa sababu hiyo si kazi ya ule kiongozi wako, naye kesho ataondoka. Lakini uachishwe hiyo kazi na yule Mungu ambaye alimlinda Elia na kumletea kunguru amlishe, naye atakuletea kunguru wako wa kiutu na watakulisha. Kunguru wako wa kibinadamu watakulisha. Na ndiyo maana ninakuomba usikubali kupoteza uzima wa milele kwa sababu ya kipande cha mkate. Hii ni balaa, ni balaa, tena balaa kubwa. Usikubali tafadhali, ninarudia tena. Afadhali unapoteza yote ya duniani sababu ulikataa kutii sheria ya ule kiongozi wa dini, lakini ambayo ilienda kinyume na sheria ya Mungu. Matumaini ya wafalme wa dunia, yaani maraisi wa nchi, waliokuwa wamejiunga kwa umoja wa uzinzi na kanisa hili la Kirumi, vile vile na matumaini ya wafanyabiashara ambao walifaidika sana sababu ya kiburi cha kanisa hili na upinzani wake dhidi ya Mungu, yamekwisha hapo. Na walipomuona malkia huyo ambaye alikuwa ndiye tegemeo lao, amepigwa na Mungu. Kanisa hili Babeli liliaminisha watu kwamba ndilo mama na hakuna lingine la kweli hapa duniani kuliko hilo, kiasi kwamba lilifikia hatua ya kuwahukumia kifo wale ambao walioikana imani hiyo. Lakini ukweli ni kwamba adhabu iko pale pale. Hata kama kanisa la Kirumi litakuhukumu, litasema ufe kwa sababu ulikataa kufuata sheria yake ambayo inapingana na sheria ya Mungu, elewa ya kwamba hukumu ya Mungu nayo iko pale pale, litakapofika itafika tu. Isaya 47 mstari wa 5 hadi 9 tutaunganisha na mstari wa 12 na wa 15, nayo inasema: kaa kimya, ingia gizani, binti wa Wakaldayo. Huyo ndiye Babeli huyo. Maana hutaitwa tena malkia na wafalme. Nalikuwa nimekasirika na watu wangu, naliutia unajisi urithi wangu, nikawatia mkononi mwako. Wewe hukuwatendea rehema, uliwatia wazee nira yako, nayo nzito sana. Ukasema, mimi nitakuwa bibi milele. Hata hukuyatia hayo moyoni mwako,
wala hata hukuyatia hayo moyoni mwako, wala hukukumbuka mwisho wa mambo hayo. Sasa basi, sikia haya, wewe upendaye anasa, ukaaye na kujiona salama, wewe usemaye moyoni mwako, mimi ndiye wala hapana mwingine zaidi yangu mimi. Sitaketi mfano wa mjane, wala sitajua kufiwa na watoto. Lakini mambo haya mawili yatakupata katika dakika moja, siku moja, kufiwa na watoto na ujane. Yatakupata kiasi timilifu, uchawi wako ujapokuwa mwingi na uganga wako mwingi mno. Simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitaabisha nao tangu ujana wako, labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Ndivyo yatakavyokuwa mambo hayo utakayojitaabisha nayo. Wale waliofanya biashara nawe tangu ujana wako watatangatanga mbali nawe, kila mtu akienda zake, hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Mwisho wa kunukuu. Unaona ya kwamba wakati hili karipio linakujia kwa Babeli, wanamwambia hata uganga wake na uchawi havitamsaidia. Kumbukeni wakati tulipojifunza juu ya baragumu. Kumbukeni wakati tulipojifunza juu ya mapigo juu ya zile mihuri 7. Munakumbuka tulipojifunza ya kwamba ndani ya shimo la kuzimu palitokea nzige, na lile shimo la kuzimu ndani yake linaashiria mashetani au pepo wabaya. Kama vile Uislamu ulitoka katika shimo la kuzimu, vile vile utawala huu wa Babeli au kanisa la Kirumi nalo linakuwa na shina la kuzimu pia. Ndio maana usishangae kuona maji mizilmane na usishangae kuona maji katoliki. Yaani Waislamu wanakuwa na uchawi, na inashuhudiwa wazi ndani ya Qur'ani, kwa sababu hata wanakuwa na ushirika na majini. Vile vile Ukatoliki nao unakuwa na uchawi, ikishuhudiwa hata katika vitabu vyao vingi, ikiwemo hasa kitabu kinachoitwa Le Crime du Vatican. Na kuna kitabu ambacho unaweza kukisoma unashangaa kuhusiana na uchawi na uganga unaofanywa kwa njia ya kiroho kama vile ya kimwili na kanisa hili la Kikatoliki. Na ndiyo maana malaika anamwambia, sasa ule uganga wako ukuponye sasa. So ulikuwa na maji ya baraka, uliitengeneza maji ya baraka, ukapatia na watoto wako, nao binti zako nao wakaenda na hiyo maji ya baraka. Na mpaka leo watu wanaamini ya kwamba maji ya baraka ni maji ambayo yanatoka mbinguni. Yaani wao ni kana kwamba hayo maji ni maji mengine hivi. Na watu wamekisha kuzoea. Utakuta watu wanaenda na vyombo ambavyo tunakuwa ndani maji, waende waombe hayo maji, ndipo hayo maji yafanye vifulani. Huu ni utumwa ambao waliupata kwa mama yao. Ni nani ambao ulisikia anabebeshwa maji ndani ya kitabu cha Biblia? Mmoja ulimpata ni yupi? Lakini kwa sababu alitunga mama, basi binti anafuata. Na ile ni ya kuonyesha wazi ya kwamba kama alivyo mama ndivyo alivyo na binti yake pia. Lakini hao wote watamuona kwa mbali. Hakuna hata mmoja atakayemsaidia. Wote watakimbia, watakosa wamsaidie vipi. Wafanyabiashara waliiona hasara na kujua uchuuzi wao kujutia uchuuzi wao, kwa kuwa hawakupata tena wateja. Walikuwa wakiuza vitu vya kimwili na vya kiroho pia. Mungu anatutolea mfano wa Tiro ili kuelewa kiasi cha anguko la Babeli. Angalia kitabu cha Ezekieli sura ya 27 mstari wa 12 hadi wa 24 na mstari wa 29 hadi 32. Ezekieli sura ya 27 mstari wa 12 hadi 24, tunaunganisha na 29 hadi 32, inasema: Tarshishi alikuwa mfanyabiashara kwako kwa sababu ya wingi wa utajiri wa kila aina, kwa fedha na chuma na bati na risasi walifanya biashara wapate vitu vyako vilivyouzwa.
Uyunani na Tubali na Mesheki ndio waliokuwa wachuuzi wako. Walitoa wanadamu na vyombo vya shaba kwa biashara yako. Watu wa nyumba ya Togarma walifanya biashara kwa farasi, naam, farasi za vita na nyumbu, wapate vitu vyako vilivyouzwa. Wadedani walikuwa wachuuzi wako. Visiwa vingi vilikuwa soko la mkono wako. Walikuletea pembe na mpingo na kuvibadili, ili kuvibadili. Shamu alikuwa mfanyabiashara wako kwa sababu ya wingi wa kazi za mikono yako. Kwa sababu ya wingi wa kazi za mkono wako walifanya biashara kwa zumaridi na urujuani na kazi ya taraza na kitani safi na marijani na akiki, wapate vitu vyako vilivyouzwa. Yuda na nchi ya Israeli walikuwa wachuuzi wako. Walitoa badala ya bidhaa yako ngano ya minithi na mtama na asali na mafuta na zeti. Dameski alikuwa mfanyabiashara kwako kwa sababu kwa habari ya wingi wa kazi za mikono wako. Kwa ajili ya wingi wa aina zote za utajiri akaleta divai ya Helboni na sufu nyeupe. Wedani na Yavani walifanya biashara toka Uzali kwa vitu vyako. Chuma kilichofuliwa na mdalasini na mchai vilikuwa katika bidhaa yako. Dedani alikuwa mchuuzi wako kwa nguo za thamani za kutandikia farasi. Arabuni na wakuu wote wa Kedari ndio waliokuwa wafanyabiashara wa mkono wako. Kwa wana kondoo na kondoo waume na mbuzi, kwa hao walifanya biashara nawe. Wachuuzi wa Sheba na Raama ndio waliokuwa wachuuzi wako. Badala ya vitu vyako walitoa manukato yaliyo mazuri na kila aina ya vitu vya samani na dhahabu. Harani na Kane na Adini wachuuzi wa Sheba na Ashuru na Kilmadi walikuwa wachuuzi wako. Hao ndio walikuwa wachuuzi wako kwa vitu vya tunu, kwa vitumba vya nguo vya samawi na kazi ya taraza na masanduku ya mavazi ya thamani yaliyofungwa kwa kamba na kufanyizwa kwa mti wa mierezi katika bidhaa yako. Na wote wavutao kasia, wana maji na rubani zote wa baharini watashuka katika merikebu zao. Unaona? Na wale marubani njoo hapa tunazungumzia tena wavutao kasia, wana maji, warubani wote watashuka baharini, watashuka tafadhali katika merikebu zao na kusimama katika nchi kavu. Yaani hawatakuwa na uongozi tena, hawataongoza makanisa tena, watakuwa katika nchi kavu. Yaani hata washiriki wao, Wakristo wao watawakana, Wakristo wao watawachukia, watawaacha. Kwa sababu wakati huo wa pigo la 6 na la 7, Wakristo wao watakuwa wamekisha kujua ya kwamba viongozi wao wa dini ndio waliowadanganya. Na hao nao wataona utawala wa kipapa kwa mbali, wakikumbuka ya kwamba yeye ndiye aliyewapatia faida zilizowafanya wao wadanganye. Sasa wote wavutao makasia na rubani zote wa baharini watashuka katika merikebu zao na kusimama katika nchi kavu. Nao watasikizisha watu sauti zao juu yako, nao watalia kwa uchungu na kutupa mavumbi juu ya vichwa vyao na kugaagaa katika majivu. Hii kutupa mavumbi juu ya vichwa vyao na kugaagaa katika majivu ni alama ya kuonesha kilio, masononeko, majuto. Yaani wanaregrete, lakini mwisho hakuna tena muda wa kutubu. Nao watajifanya kuwa na upaa kwa ajili yako na kujifungia nguo za magunia viunoni, nao watakulilia na kwa uchungu wa roho, kwa maombolezo ya uchungu. Na katika kulia kwao watakufanyia maombolezo na kukuombolezea wakisema, ni nani aliye kama Tiro, kama yeye aliyenyamanzishwa kati ya bahari?
Shairi hili latuonyesha kuwa zile biashara ambazo Babeli alifanya na wachuuzi wa nchi ni tabia mbalimbali chafu alizoziiga na kuziingiza kanisani na kuzihalalisha kuwa za Kikristo, kama vile mtu anayenunua nguo iliyokuwa mkononi mwa mchuuzi na kuifanya kuwa ya kwake. Lakini wale wote watashangaa na kuomboleza. Ni kusema watu wote waliochangia tabia za kipagani na hili kanisa la Kirumi wataomboleza watakapoona kuwa limepigwa na Mungu. Hapa ni pale pigo la 5 litakuwa limeangukia Vatikano, mahali ambapo matumaini yote ya dunia na ya maraisi wa nchi yalikuwepo. Hebu tuangalie sasa kitu kinachofuata, shairi la 20. Shairi la 20. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 20 inasema: Furahini juu yake enyi mbingu, nanyi watakatifu na mitume na manabii, kwa maana Mungu amehukumu hukumu yenu juu yake. Haleluya. Hapa sasa furaha imeingia. Fanya kumbukumbu kidogo wakati mwana kondoo alipofungua muhuri ya 5. Unakumbuka kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 9 hadi 11. Ilikuwa inasema hivi: Na alipofungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema: Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Kumbukeni ya kwamba shairi hili tulipojifunza tuliona ya kwamba chini ya madhabahu hakuna roho, kwa sababu hakuna roho inayoweza kusema, lakini roho ilikuwa inamaanisha watu, kwa sababu madhabahu ya dhabihu inakuwa na moto juu yake. Haiwezekani sasa watu wawe chini ya madhabahu na waungue na hawaungue. Hii ni unabii ikionyesha wazi ya kwamba wale watu waliokufa walikubali kuuawa kama vile sadaka inayowekwa madhabahuni, na wakafa kama sadaka ambayo imekwisha kuunguzwa na kuchomwa. Lakini damu yao, kama vile Mungu alivyosema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 ya kwamba damu ya Habili inamlilia kutoka udongoni, ni kauli ya kuonyesha ya kwamba Mungu anakuja kudai ile damu ya Habili. Vile vile Mungu anaposema ya kwamba roho za hawa watu manabii mashahidi wake walimlilia, inamaanisha ya kwamba Mungu anasema siku ya kuwalipizia kisasi ipo. Si kwamba Mungu amesahau. Mungu anajua ya kwamba hata kama yuko kimya, kuna siku ya kuwalipizia kisasi. Sasa hiyo siku Mungu alikuwa amewaambia ya kwamba wastarehe. Ni kwamba Mungu anatuambia ya kwamba tusifikiri ananyamaza, bali kuna siku ambayo anayowawekea atakapokuja kuwalipizia kisasi. Na ndiyo hii ambao tunaisoma katika kitabu cha Yeremia 51 mstari wa 5 na wa 6, nayo inasema: Kwa maana Israeli wala Yuda hakuachwa na Mungu wake, Bwana wa majeshi, ijapokuwa nchi yao imejaa hatia juu yake aliye mtakatifu wa Israeli. Kimbieni kutoka kati ya Babeli, kila mtu na ajiokoe nafsi yake, msikatiliwe mbali katika uovu wake, maana ni wakati wa kisasi cha Bwana, atamlipa malipo. Unaona, ni wakati sasa wa kisasi cha Bwana, atamlipa malipo. Kile kisasi ambacho watu wake wanakisubiri ndiyo iliwakilishwa na neno ya kusema ya kwamba roho wako chini ya madhabahu wanasema. Lakini tulijifunza ya kwamba wafu hawajui neno lolote, na hakuna roho zinazoishi tofauti na mwili. Hakuna roho inayoweza kuishi peke yake, wala mwili unaoweza kuishi peke yake. Ni mpaka roho na mwili viwe pamoja, yaani pumzi na mwili, pumzi na udongo viwe vimekutana, hapo ndipo mtu awe nafsi hai. Ni kawaida ya mbinguni kufurahi wakati wokovu wa binadamu unapoonekana. Na ndiyo maana wakati huu wa vita vya mwisho kati ya Kristo na Shetani kwa ushindi wa mwana kondoo, mbingu itavuma kwa shangwe.
Kumbuka ya kwamba shetani aliposhindwa mbinguni, mbingu zilishangilia. Ufunuo 12 mstari wa 12 nasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkaao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa na wakati mchache tu. Shetani alipofukuzwa mbinguni, mbingu walishangilia kwa sababu walijua ya kwamba shetani ameshindwa, na hata atawadanganya wanadamu hata washinda, kwa sababu wakimtegemea Kristo, Kristo atawapatia nguvu za kumshinda ule ibilisi. Na hapo atakuwa amewekewa moto wa milele yeye, wala si wanadamu. Angalia jambo lingine, nafsi moja inaponyanganywa mikononi mwa shetani na kumrudia Mungu, mbingu zinashangilia. Kamata Luka sura ya 15 mstari wa 10, tutaunganisha na mstari wa 7. Nayo inasema, na waambia vivyo hivyo kuna furaha mbele za malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Na waambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Ndio maana Mungu anakuita wewe unayekaa na binti Babeli, upate kutubu na kujiokoa kutoka huko, ili mbingu zipate kushangilia. Lakini yafaa utambue kuwa unaweza kujiokoa kutoka katika kanisa la Kirumi, lakini kanisa hilo litaendelea kuwa Babeli hadi mwisho wa dunia. Si kwamba litabadilika kama vile nilivyotangulia kusema hapo nyuma. Zekaria sura ya 2 mstari wa 6, mstari wa 7, mstari wa 10, mstari wa 13. Hebu tusome hizo aya 4. Zekaria sura ya 2 mstari wa 6 na mstari wa 7 na mstari wa 10 na mstari wa 13 inasema, Haya, ikimbieni nchi ya kaskazini, asema Bwana, kwa maana mimi nimewatawanya ninyi kama pepo 4 za mbinguni, asema Bwana. Haya, Sayuni, jiponye wewe ukaae pamoja na binti Babeli. Imba ufurahi, binti Sayuni, maana tazama ninakuja, nami nitakaa kati yako, asema Bwana. Nyamazeni ninyi nyote wenye mwili mbele za Bwana, kwa maana ameamka na kutoka katika maskani yake takatifu. Hapo sasa kasheshe imeingia. Babeli unaanza ona cha mtema kuni. Yeremia 51 mstari wa 9 inaonyesha wazi ya kwamba Babeli hataponyeka. Ninarudia tena shairi hili ili upate kujua kwa nini ninasema ya kwamba unaweza kutoka katika kanisa la Kirumi, wewe unajiokoa, lakini usifikiri ya kwamba kanisa hili linaweza kuokoka tena. Yeremia 51 mstari wa 9 inasema, tungependa kuuponya Babeli lakini haukuponyeka. Mwacheni nasi twendeni zetu kila mtu katika hata nchi yake mwenyewe, maana hukumu yake inafika hata mbinguni, nayo imeinuliwa kufikilia mawinguni. Kila mtu aondoke hadi kwenye nchi yake mwenyewe. Ile neno kwenye nchi yake mwenyewe, je, mtu mmoja anaweza kuwa na nchi mwenyewe? Hapana. Ile neno kwenye nchi yake mwenyewe inamaanisha ni dhamiri zako mwenyewe ndizo zitakazokuambia uondoke. Usimuulize mume wako, usimuulize mkeo, usimuulize watoto wako, usimuulize mtoto wako, wala usimuulize mzazi wako. Acha kumuuliza ndugu yako. Wokovu ni wa mtu binafsi. Na ndiyo maana Mungu anasema tuondoke kila mtu binafsi, kila mtu katika nchi yake mwenyewe. Angalia, katika Babeli ya kimwili, Mungu aliwaita watu wake wajiokoe. Ikiwa kuna swala linalomhusu mtu binafsi bila ushauri wowote, ni wokovu. Angalia kitabu cha Yeremia 51 mstari wa 44 na mstari wa 45, nayo inasema, nami nitafanya hukumu juu ya Beli katika Babeli. Ninarudia, nami nitafanya hukumu juu ya Beli katika Babeli, nami nitavitoa katika kinywa chake alivyovimeza, wala mataifa hawatamwendea tena. Naam, ukuta wa Babeli utaanguka. Enyi watu wangu, tokeni katikati yake, mkajiokoe nafsi zenu na hasira kali ya Bwana kila mmoja wenu. Unasikia hiyo? Enyi watu wangu, tokeni katikati yake, mkajiokoe nafsi zenu na hasira kali ya Bwana
kila mmoja wenu. Yaani kila mmoja wetu anatakiwa kufanya jitihada za kujiokoa binafsi. Vile vile katika swala la wokovu toka Babeli ya kiroho, Mungu anaita kila mmoja kujiokoa. Yeremia 48 mstari wa 6 inasema, haya kimbieni, jiokoeni nafsi zenu, mkawe kama mtu aliyemkiwa. Mtu aliyemkiwa ni kusema mtu aliye peke yake, ikimaanisha ya kwamba wokovu ni wako peke yako. Israeli ya kiroho itakaposikia sauti ya mfalme wake Yesu akiwaita watu wake kutoka Babeli, nao wakitoka, hapo ndipo mbingu zitashangilia kwa wokovu huo wa kila mtu binafsi kujiokoa. Yeremia 51 mstari wa 48 hadi 49 inasema, ndipo mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo vitaimba kwa furaha juu ya Babeli, kwa maana watu waangamizao watamjilia kutoka kaskazini, asema Bwana. Kama vile Babeli alivyowaangusha watu wa Israeli waliouawa, ndivyo watakavyoanguka katika Babeli watu wa nchi yake nzima waliouawa. Kama alitesa Israeli, yaani watu wa Mungu, naye wakati wake wa kuteswa umefika. Kama aliwaua Israeli watu wa Mungu, naye wakati wake wa kuuawa umefika. Yeremia 50 mstari wa 27 na mstari wa 28 inasema, wachinjeni mafahali wake wote na watelemkie machinjoni. Ole wao, maana siku yao imewadia, wakati wa kujiliwa kwao. Sauti yao wakimbiao na kuokoka kutoka katika nchi ya Babeli, ili kutangaza Sayuni kisasi cha Bwana Mungu wetu, kisasi cha hekalu lake. Hii ni kisasi cha hekalu la Mungu. Kinapoanza kuonekana, watu wake wanatoka, wanakimbia kutoka Babeli na wanaenda wakitangazia Sayuni uhuru wake na furaha yake ambayo imetimilika. Kumbuka ya kwamba somo hili la Ufunuo sura ya 18 linazungumzia hukumu ya Babeli imekamilika. Yaani hapa ndio mwisho, hakuna tena cha kurudia nyuma, hakuna tena cha kusema kuna kitu cha kuweza kufikiria pengine anaweza kutikisika tena akaamka. Hiyo ni kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kinaweka mwisho wa Babeli kabisa, nanga. Angalia Yeremia sura ya 51 mstari wa 12 na wa 13 inasema, twekeni bendera juu ya kuta za Babeli, yatieni malindo nguvu, wawekeni walinzi, tengenezeni waviziao. Kwa maana Bwana ameazimia na kutenda yote aliyoyasema juu ya hao wakaao Babeli. Ewe ukaae juu ya maji mengi, uliye na hazina nyingi, mwisho wako umewadia kadiri ya tamaa zako. Unaona utamu wa neno la Mungu. Kitabu cha Ufunuo ambacho kiliandikwa miaka mingi sana nyuma ya Yeremia kinasema kahaba mkuu anakaa juu ya maji mengi. Na Yeremia alikuwa amekwisha kusema tangu zamani ya kwamba Babeli, wewe ukae juu ya maji mengi, uliye na hazina nyingi, yani wewe tajiri, mwisho wako umewadia na kadiri ya tamaa zao. Kwa sababu kanisa la Kirumi tamaa zake ndizo linazotenda. Sasa litalipwa sawasawa na tamaa zake. Tena linakaa juu ya maji mengi, yani linatawala wakaaji wote wa dunia. Sasa maji hayo yatakuwa ukiwa, yatakuwa jangwa. Huu ndio wakati wa kuchagua kuokoka ikiwa unataka. Na ikiwa hutaki kuchagua kuokoka, chagua kuuawa na Bwana na kuangamizwa pamoja na Babeli. Lakini mimi nitakuwa nimejiokoa nafsi yangu kwa kukujulisha haya. Sipendi damu yako ipate kuwa juu yangu. Hebu twende kwa shairi la mwisho ambalo ni aya ya 21 hadi 24 ya kitabu cha Ufunuo sura ya 18. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 21 hadi 24 nayo inasema, na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa katika bahari akisema, kama hivi kwa nguvu nyingi utatupwa Babeli, mji ule mkuu, wala hautaonekana tena kabisa.
wala sauti ya wapiga vinanda na ya wapiga zomari na ya wapiga filimbi na ya wapiga baragumu haitasikiwa ndani yako tena kabisa, wala fundi awaye yote wa kazi ya yote ile hataonekana ndani yako tena kabisa, wala sauti ya jiwe la kusagia halitasikika ndani yako tena kabisa, wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa, wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Maana hao wafanyabiashara wako walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako, na ndani yake ilionekana damu ya manabii na ya watakatifu na ya wale wote waliouawa juu ya nchi. Aha. Elewa, Mungu alihuzunishwa sana na kazi ya upotevu aliyoifanya kahaba huyu mkuu kwa wakaaji wa dunia. Yaani yale mafundisho yake ya uongo, yaani mafundisho ya kanisa Katoliki la Kirumi walioyakunywa, walioyawanywesha watu wote, wakaaji wote wa dunia kama mvinyo. Ndiyo maana akamtimizia ahadi aliyopewa aliyotoa kwa wale ambao watakao wakosesha wengine. Ukikumbuka, anasema ya kwamba achukuliwe jiwe, akachukua jiwe la kusagia akalitupa baharini, tena jiwe la kusagia lile kubwa, sababu mawe ya kusagia yanakuwa mawili, kuna jiwe kubwa la chini na kuna jiwe ndogo la juu. Sasa lile jiwe kubwa la chini ndilo litakaloshikwa na litatupwa baharini, na kusema hivi ndivyo wewe kahaba mkuu Babeli utakavyotupwa, huwezi kutoka tena huko. Sasa tuangalie, ijapokuwa hiyo ni kitabu cha Ufunuo, Yeremia tena anasemaje? Yeremia 51 mstari wa 59 hadi 64 inasema, neno ambalo Yeremia nabii alimwamuru Seraya mwana wa Neria mwana wa Maaseya alipokwenda Babeli pamoja na Sedekia mfalme wa Yuda katika mwaka wa 4 wa kumiliki kwake. Basi Seraya alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya mfalme, naye Yeremia akaandika katika kitabu habari ya mabaya yote yatakayoupata Babeli, maneno hayo yote yaliyoandikwa juu ya Babeli. Naye Yeremia akamwambia Seraya, utakapofika Babeli, basi angalia uyasome maneno haya yote, ukaseme, Bwana, umenena habari za mji huu kwamba utakatiliwa mbali, usikaliwe na awaye yote, wala wanadamu wala wanyama, lakini uwe ukiwa hata milele. Tena itakuwa utakapokwisha kukisoma kitabu hicho, utakifungia jiwe na kukitupa katika mto Frati, nawe utasema, hivyo ndivyo utakavyozama Babeli, wala hautazuka tena, kwa sababu ya mabaya yote nitakayoleta juu yake, nao watachoka. Maneno ya Yeremia yamefika hata hapa. Unaona, maneno yale ambayo Yohana anayasema katika kitabu cha Ufunuo yalikuwa tayari yametabiriwa na nabii wa Mungu Yeremia. Na ndio maana Yesu naye alipokuwa hapa duniani, kabla ya Yohana hata kuandika, naye alirejelea maneno yale katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 6, anasema, bali atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Unaona, ndio maana kanisa la Kirumi litafungiwa lile jiwe kubwa na kutupwa na halitainuka tena. Kila mara Mungu anapoihukumu nchi, anakomesha furaha ya aina yoyote humo. Ezekieli sura ya 26 mstari wa 13 inasema, nami nitaikomesha sauti ya nyimbo zako, wala sauti ya vinubi vyako haitasikika tena. Yeremia 25 mstari wa 10 nayo inasema, tena nitawaondolea sauti ya kicheko na sauti ya furaha na sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, sauti ya mawe ya kusaga na nuru ya mishumaa. Hii vyote tumeona ya kwamba kitabu
Ufunuo kilikuwa kimevisema, lakini kumbe Yeremia naye aliambiwa vivyo hivyo. Yaani ni kama vile tuko tunakamata fotokopi ya Yeremia kutoka kwa nani? Kutoka kwa Ufunuo. Na ndio maana mnakumbuka tulipojifunza Ufunuo sura ya 12, yule mwanamke aliyevikwa jua na nyota ilikuwa juu ya kichwa chake na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Tuliona ya kwamba mwezi ni agano la kale ambalo linachukua nuru ya agano jipya. Kama vile mwezi unavyochukua nuru ya jua, vile vile mwanamke anavikwa jua kama haki ya Kristo na agano jipya, na mwezi ukichukua nuru ya agano ya jua au agano la kale likichukua nuru ya agano jipya. Ndio maana mnaona Yeremia agano la kale inachukua nuru ya agano jipya, kitabu cha Ufunuo, kabla hata hakijaandikwa. Na watu hawangielewa hicho. Ni mpaka Ufunuo upate kufunuliwa ndipo waelewe. Sasa kule kufananishwa na jiwe la kusagia linalotupwa baharini huonesha kuwa hukumu ya Babeli ni ya milele, wala hana wa kumsaidia, sababu atakuwa amewaangusha watu wengi na kuwafanya wapate kufa kwa sababu ya mateka waliowateka kupitia mafundisho yake ya uongo aliyoyabuni hapo walipofanya uzinzi na wafalme wa dunia. Sasa ni wakati wako kutoka Babeli. Ikiwa wewe ni mtu wa Mungu, sikia onyo la mwisho. Ezekieli sura ya 12 mstari wa 2 hadi 3 inasema, mwanadamu, wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho, ukahame wakati wa mchana mbele ya macho yao, nawe utahama toka mahali pako hata mahali pengine mbele ya macho yao. Labda watafahamu wajapokuwa ni nyumba iliyoasi. Aha. Unaona ya kwamba unaambiwa wanakuwa na macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Ukikumbuka kitabu cha Zaburi ya 115 mstari wa 3 hadi 8 na kitabu cha Zaburi ya 135 mstari wa 3 hadi 8, ambayo ilikuwa inasema ya kwamba wale ambao wanaabudu sanamu na wanazitumainia, kama vile zina macho lakini hazioni, kama vile zina pua lakini hazinusi, kama vile zina miguu lakini hazitembei, kama vile zina mikono lakini hazishiki, kama vile zina masikio lakini hazisikii, nao watafanana nazo, watakuwa vivyo hivyo. Na ndio vile Yeremia anasema, ikiwa unakaa pamoja na binti Babeli, unakaa na watu ambao hawapendi kusikia, wana masikio ya kusikilia lakini hawasikii, ni wakati wako sasa wa kuhama. Biblia hainiambia wende wapi. Inasema uhame kutoka mahali pale na wende mahali pengine. Toka mahali pako hata mpaka mahali pengine mbele ya macho yao. Nadhani tangu tumeanza kujifunza mafundisho, umekwisha kujua ni mahali pengine gani utakapohamia. Basi Mungu akubariki na tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, ninakushukuru kwa sababu umetujulisha njia ambayo tunastahili kufuata ili tuepukane na mapigo yatakayomwangukia huyu kahaba mkuu ambaye ni Babeli. Baba yetu, tunakuwa tayari kuhama. Tusaidie ili tupate kwenda kabisa na tusirudi nyuma, tusitazame nyuma kama mke wa Lutu. Mwana ukumbi mwingine ambaye ananisikiliza, huyu msikilizaji ambaye ananifuata tangu nilipoanza, ninakusihi umpatie ujasiri wa kusimama na kufunga vitu na kuhama bila kujali matokeo. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ulikuwa naye mtumwa wenu msaada wa Merimeri Decor. Acha Mungu akupatie nguvu za kuhama ikiwa unataka. Na ikiwa hutaki, mimi tayari nimemaliza kazi yangu na nimenawa damu yako. Mungu anibariki pamoja na wewe.